Mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya lakini pia mkuu wa sera za kigeni wa umoja huo Kaja Kallas anasema Rais wa Marekani Donald Trump amewapa pigo watu wa Ulaya kutokana na mipango yake. Kaja Kallas amesema uhusiano wa Marekani na Umoja wa Ulaya wakati huu umepata pigo kubwa. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Umoja wa Ulaya alitoa maoni yake juu ya mvutano juu ya msukumo wa Rais Donald Trump wa Greenland pamoja na Ulaya kwa ujumla. Uhusiano kati ya EU na Marekani umepata pigo kubwa na kwamba rais wa Marekani ametengeneza mazingira ya kuitikisa EU katika wiki iliyopita kutokana na matamshi yake ya kichokozi. Trump ameitaka Greenland, eneo linalojitawala la mwanachama wa Umoja wa Ulaya Denmark, liwe chini ya udhibiti wake, akitaja utajiri wa madini na nafasi ya kimkakati ya Arctic. Mapema wiki hii aliitaka Copenhagen kuingia mazungumzo ya mara moja kuhamisha eneo hilo na kutishia wapinzani wa Uropa kwa hatua kali zaidi. Wakati Trump baadaye alionekana kulegeza msimamo wake akitangaza Jumatano kwamba yeye na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte walikuwa wamekubaliana juu ya mfumo wa makubaliano juu ya Greenland na kutoa maelezo juu ya umiliki wake wa baadaye ndani ya mfumo huo. Akizungumza kabla ya mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama siku ya Alhamisi, Kaja Kallas alisisitiza kwamba Washington inataka kutupilia mbali ushirikiano wa miongo kadhaa wa jumuiya hiyo ya Umoja wa Ulaya EU. Uhusiano wa kuvuka Atlantiki hakika umepata pigo kubwa katika wiki iliyopita, alisema Kaja Kallas. Kaja Kallas alibainisha kuwa hatua za Marekani kuelekea EU zimekuwa hazitabiriki hata kabla ya mzozo wa Greenland. Nadhani katika mwaka huu mmoja tumejifunza kuwa mahusiano haya si sawa na yalivyokuwa. Ingawa nadhani kila mtu amefarijika na matangazo hivi punde ya Donald Trump katika kipindi hiki cha mwaka mmoja, tulikubaliana na mambo mengi yasiyotabirika, alisema na kuongeza hata hivyo kwamba Brussels bado haiko tayari kuharibu miaka 80 ya uhusiano mzuri na iko tayari kufanyia kazi kupitia mazungumzo yajayo. Uhusiano kati ya Washington na Brussels umekuwa mbaya tangu Trump arudi ofisini mwaka uliopita, na mizozo ya mara kwa mara juu ya biashara, ulinzi, udhibiti wa kidigitali na mzozo wa Ukraine. Trump mara kwa mara alitumia vitisho vya ushuru dhidi ya EU na kufikia kilele cha makubaliano ya kibiashara ya Julai ambayo yanaonekana barani Ulaya kama kufedhehesha na kuyashutumu mataifa ya Ulaya na NATO kwa kukwepa majukumu ndani ya muungano huo. Mkakati wake wa usalama wa kitaifa wa mwaka 2026 ulikosoa zaidi umoja huo na kuita kuwa hauaminiki kimkakati na kuonya kufutwa kwa ustaarabu. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyafahamu mengi yanayojiri duniani kupitia The World News.